السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى: وأما القابل للنذر فإنه حرام عليه قبضه. أما yule mwenye kupokea kenye kuwekwa nadhiri, basi huyu ni haramu juu yake kukipokea kitu hicho, qabduhu, kukichukua kitu hicho, liannahu aklu limali nadhir bilbatil, wa kuwa huko ni kuila mali ya yule mwenye kuweka nadhiri, kuila mali yake katika njia batil, la fi muqabalati shay, sio katika kupeana kitu, mukabala wa kitu, kwamba yeye anatoa kwa kuweka nadhiri na anapata kwa kile anachokitoa kitu kingine. La fi muqabalati shay'in, na sio katika mukabala kitu chochote. Waqad qala ta'ala, na kwa hakika Allah amesema: wala taakulu amwalakum bainakum bilbatil, na wala msiliani mali zenu baina yenu katika sura ya batil, wala msile mali zenu baina yenu kwa njia ya batil. Waliannahu taqrirun linnadhir ala shirkihi wa qubhi i'tiqadihi, na kwa kuwa pia kumkubalia, kumthibitishia yule mwenye kuweka nadhiri juu ya shirki yake na ubaya wa itikadi yake, waridha bidhalika, na kuliridhia hilo, kuipokea ile mali anaitoa yule mwenye kuweka nadhiri katika makaburi. Taqrirun linnadhir ala shirkihi, kwanza ni kuithibitisha kwa huyu mweka nadhiri, kumthibitisha juu ya shirki yake, wa qubhi i'tiqadihi, na uchafu wa itikadi yake, waridha bidhalika, waridhahu bidhalika, na kumridhia wa jambo hilo. Na yote ni katika mambo ya haramu, na sisi tunafahamu jambo la kumshajihisha mtu muovu katika uovu wake ni katika mambo yaliokuwa mabaya. Qala, nasema: wala yakfa hukmu radhi bishirki, na wala haifichikani hukmu ya yule mwenye kuridhia ushirikina. Wala yakfa hukmu radhi bishirki, na wala haifichikani hukmu ya yule mwenye kuridhia ushirikina. Allah anasema: inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi, hakika ya Allah hasamehe dhambi ya kushirikishwa yeye. Kwa hiyo mtu anayeridhia ushirikina, waliyadhu billah, hukumu yake na kwa hukumu ya nani? Almushrik. Hukumu ya mwenye kuridhia ushirikina, hukumu yake na kwa ni hukumu ya almushrik, kana kwamba na yeye ameingia katika hiyo shirki. Na wala pia tunafahamu haifai kuyanyamazia mambo kama haya, ni wajibu kuyabainisha ili wasiangamie watu, isipokuwa mtu akiangamia aangamie katika ubainifu. Qala fahuwa mithlu hulwani alkahin wa mahari albaghi, basi hicho anachokipokea yule anayesimamia lile mashhad ya kaburi lile, akawa anapokea kile anachokipokea, kile hukumu yake mithli hulwani alkahin, mfano wa kile kitamu cha kuhani kinachopokelewa na kuhani. Hulwani alkahin ni kile ambacho kuhani anakipokea. Mtu anapokwenda anataka kujua jambo la ghaib, kitu kilichopotea, anampa mali yule kuhani. Sasa ile mali anayoitoa ni sawa na hii mali anayepokea huyu anayesimamia makaburi ya mawali. Wa mahari albaghi, na hongo ya mwanamke mzinzi, mwanamke malaya, mwanamke muovu, hongo anayoipata, ile malipo anayoipata katika kazi yake ya kujiuza, katika kazi yake ya machafu, ni mahari albaghi, yale yanaitwa ni
mahari, yani ujra ya albaghi. Albaghi ni azania, mwanamke mzinzi, muasharati. Waliannahu tadlisun ala an-nadhir, na kwa kuwa pia ni kumdanganya, kumbabaisha nani? Yule mwenye kuweka nadhiri. Wa ihamun lahu, na kumjengea picha anna alwaliya yanfa'uhu wa yadhurru, kwamba huyu wali anamnufaisha na kumdhuru. Yani wewe utapopokea kile ambacho kinachotolewa na mtu anayekuja kuweka nadhiri, kana kwamba jambo la mwanzo umemdanganya huyu anayekuja kutoa mali yake, na kumjengea picha iham, kumpa wahamu, kumpa dhana lahu anna alwaliya, kwamba wali aliyopo katika hilo kaburi yanfa'uhu, anamnufaisha, wa yadhurruhu, na atamdhuru, sababu amepokea kitu alichokitoa. Kwa hiyo bila shaka nafsi yake itakuwa ina msukumo wa fikra hizo. Fa ayu taqriri limunkar, basi ni kukubali ubaya ulioje wa kukubali. Anasema fa ayu taqriri limunkar a'zam, basi ni kukiri gani kubaya mno min qabdi an-nadhri 'ala al-mayyit, kuliko kuchukua zile nadhiri zinazowekwa juu ya maiti. Fa ayu takriri, takriri maana ni kuthibitisha limunkar, basi a'zam, anasema kukubali gani kwa uovu ambapo ni kukubwa zaidi min qabdi an-nadhri 'ala al-mayyit, kuliko mtu kupokea zile nadhiri juu ya nani? Juu ya wafu, juu ya maiti. Wa ayu tadlisin a'zam, na ubabaishaji gani ambao ni mkubwa zaidi? Wa ayu ridha bil ma'siyati al-'udhma ablagh min hadha, na ridha gani ya kuridhia maasi iliyokuwa kubwa zaidi? Ablagh min hadha, iliyofika mbali kuliko hii. Ayu takriri limunkar a'zam min qabdi an-nadhri 'ala al-mayyit, uthibitisho gani wa kukubali uovu ambao ni mkubwa zaidi kuliko mtu kupokea nadhiri juu ya maiti? Wa ayu tadlisin a'zam, na ubabaishaji gani ambao ni mkubwa zaidi? Wa ayu ridha bil ma'siyati al-'udhma, na ridha gani kwa kuridhia yale maasi yaliokuwa makubwa zaidi? Ablagh min hadha, ridha ambayo imefika mbali kuliko hii. Wa ayu tasyiri limunkar ma'rufan, na ni kupi kule kufanya ule uovu kuwa ni wema? Ajabu min hadha, jambo lenye kustaajabisha kuliko hili. Tasyir limunkari ma'rufan, kubadilisha, kufanya ule uovu kuonekana kuwa ndo nini? Mwema. Ajabu min hadha, wenye kustaajabisha kuliko huu. Wama kanat an-nudhuru lil asnam wal awthan illa ala hadha al-uslub, na wala hazikuwa nadhiri za masanam wal awthan isipokuwa katika uslubu huu. Hazikuwa nadhiri za kuweka katika al-asnam wal awthan illa ala hadha al-uslub, isipokuwa katika uslubu huu. Mtu anaenda kwenye lile kaburi au sanamu akawa anaweka nadhiri, jambo lake likiwa dhara lile likimuondoka atafanya kadha wa kadha. Na hii ndiyo sababu ya kuenea masanamu, na ndiyo sababu ya kuenea al-awthan katika jamii ya Kiislamu. Haya kuenea haya isipokuwa kwa kuwashajihisha watu wenye kufanya mambo kama haya na kudanganywa watu wa sampuli hii, wakaonyeshwa kwamba yale wanayofanya ni ibada na kumwomba Allah aliyakuwa na muomba asiyekuwa Allah. Qala wa ya'taqidu an-nadhir jalba an-naf'i fi as-sanam, akawa anaitakidi yule mwenye kuweka nadhiri kuleta manufaa kwa lile sanam, wa dafa'a ad-darar, na akawa anaitakidi kuondosha madhara. Fayanzaru lahu jazaan min malihi, kwa hiyo yeye huweka nadhiri juz'an min malihi, humwekea nadhiri huyo aliyopo kaburini kwa sehemu, part ya mali yake, anaweka nadhiri kwake yeye kwa sehemu ya mali yake. Wayuqasimuhu fi ghillati atyanihi, anasema wayuqasimuhu, na anagawana naye fi ghillati, katika yale manufaa, atyanihi, ya udongo wake. Atyan ni jamu ya atin, atyan ni jamu ya atin. Na akawa mtu anagawana naye yule wali aliyopo kaburini katika nini? Fi ghillati, katika yale manufaa
yenye kupatikana yale atyanihi ya udongo wake, yani katika jitihada zake, katika mali yake, katika nguvu yake. Wayati bihi, na huja nayo hiyo, ila sadanatil asnam, kwa wale wenye kuyasimamia masanam, fa yakbidhunahu minhu, na wao huipokea kutoka kwao. Sadana ni wale wenye kukaa katika nini, katika makubba, wale wenye kukaa katika makaburi yaliyotengezwa yale, ikawa kazi yao ni kusafisha, kufagia, kutizama nani kaja nani kaondoka, kilichowekwa ni kipi. Hawa wanaitwa sadana, bimaana kama al-khadama, wa watumishi katika hayo masanamu ambayo yenye kutengezwa. Anasema wayati bihi ila sadanati al-asnam, na akawa anakuja nayo mali yake hiyo kwa hawa wenye kuyalinda masanamu. Fayaqbidhunahu minhu, wao wakawa wanaichukua kutoka kwake. Wayuhimunahu haqiyata aqidati, na wakimdanganya wakimpa dhana juu ya uhaki wa ile itikadi yake, kwamba akida yake hii ya kuamini huyu ni wali atamnufaisha au atamdhuru ni jambo la sawa. Anasema wayuhimunahu, na wanawadanganya haqiyata aqidati, ule uhaki wa itikadi yake. Wakadhalika yati binahirati, na vile vile mtu anakuja nani, kichinjwa chake, yule mnyama anayechinjwa. Fayanharuha bibabi baiti sanam, huja kumchinja kwenye mlango wa nyumba ile sanam. Kuna vijumba vinatengezwa vile vikubwa, kama vijumba vile vya umeme vile, ni vijumba tu vidogo, ukifungua ndani unakutana kaburi kubwa limetengezwa, lakini mlangoni hapa kuna mtu kazi yake yeye ni kusimamia, kumlinda, kufungua, kufunga na kuwaeleza wale wanaokuja huyu ni nani, kama mwaka gani, makarama yake, wale tusajada. Sasa mwingine huja binahiratihi, na mchinjwa wake, mnyama wake. Fayanharuha bibabi baiti sanam, kumchinja huyo katika mlango katika mlango wa ile nyumba ya ile sanam. Na anaposema as-sanam, anaposema as-sanam anakusudia al-qabr, anaposema as-sanam wal awthan huna anakusudia al-qubur. Qala wa hadhihi al-af'alu hiya allati ba'atha Allahu ar-rusula liizalatiha, na haya matendo ndo ambayo Allah amepeleka mitume kwa ajili ya kuyaondosha mambo hayo, matendo hayo. Wa mahwiha, na kuyafuta. Wa itlafiha, na kuyaharibu. Wa nahi anha, na kuyakataza. Wa hadhihi al-af'al, na haya matendo, hiya allati ba'atha Allahu ar-rusul, ndo ambayo Allah amepeleka mitume liizalati, kwa ajili ya kuondosha matendo haya. Wa mahwiha, na kuyafuta. Wa itlafiha, na kuyaharibu. Wa nahi anha, na kufanyaje, na kuyakataza. Ndio maana jambo la mwanzo Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoigomboa Makka, akamtuma Ali ibn Abi Talib, alla tad'a timthalan illa tamastahu, wala qabran mushrifan illa sawaitahu, wala suratan illa tamastahu, usiache sanamu isipokuwa umelivunja, wala kauri lililoinuka juu isipokuwa umeliweka sawa, wala picha isipokuwa umeichana. Akawa anamuongoza katika mambo yenye kuonyesha maalim, nembo zile za tauhid. Na hii inaashiria jamii, ukiona makaburi yanajengwa, watu wanayatukuza katika sura isiyostahiki, watu wakawa wanaandika katika makaburi hayo. Mwingine baba yake alikuwa hamfanyi wema katika dunia, kisha kufa aenda kumtengezea taizi katika kaburi lake, yeye nyumba yake mbovu, aenda kuweka taizi kule. Hii ni ishara ya kwamba kuna shirki iliyotawala katika jamii hiyo, kwa sababu asilimia kubwa ya ushirikina upo katika masala ya ta'dhimi al-qubur, kuyatukuza makaburi. Fa in qulta, haya, naam, anasema fa in qulta inna an-nadhira qad yudriku an-naf'a ودفع الضرر بسبب إخراجه للنذر وبذله, huyu mwenye kuweka nadhiri huenda akayadiriki manufaa na akaondoshewa madhara kwa sababu ya kule kutoa kwake, wa badlihi, na kukitoa kwake kitu. Si mtu katoka kwenda katika mzimwi au kwenye pango au kwenye kaburi, au mwingine kwenda kwa mganga, anasumbuliwa muda mrefu,
jambo limemkaa muda mrefu la msumbua, akaenda kule. Baada ya kwenda kule tu basi mambo yakaanza kunyoka. Kakaa kasomewa na mashehe miaka nenda miaka rudi, majana ndoo nzima kishakoga, mambo yako vile vile. Lakini alipoenda upande wa pili tu jambo likaanza kunyoka. Sasa mtu anasema inna nadhira kad yudriku an-naf'a, huyu mwenye kuweka nadhiri huenda akadiriki yale manufaa, wa daf'a ad-darar, na kule kuondosha madhara, sababu ikhrajihi lin-nadhri, kwa sababu ya kule kutoa kwake kwa ajili ya nadhiri, wa badli, na kutoa kwake hicho kitu. Qultu, anasema nimesema, kadhalika al-asnam, hivyo hivyo masanamu, qad yudriku minha ma huwa ablahu min hadha, huenda mtu akadiriki katika haya masanamu kitu ambacho kimefika mbali zaidi ya hichi. Wa huwa al-khitabu man jawfuha, nako ni kumsemesha yule ambaye yupo katika ile kaburi. Wal ikhbaru bi ba'd ma yaktumuhu al-insan, na kumhabarisha kwa baadhi ya vile ambavyo vinafichwa na mwanadamu. Anasema wa huwa al-khitabu man jawfuha, naye ni kumsemesha yule ambaye yupo katika tumbo lake, yani imma yeye akamsemesha mtu ambaye yupo katika nini, katika tumbo, au manake yule ambaye yupo katika ile kaburi. Wal ikhbaru bi ba'd ma yaktumuhu al-insan, na kumhabarisha yale ambayo baadhi ya yale yanofichwa na mwanadamu. Mwanadamu ana vitu vyake vificha, basi huyu anayeombwa akawa anavitaja baadhi ya vitu hivi. فإن كان هذا دليلا على حقية القبور وصحة الاعتقاد فيها, itapokuwa hii ni dalili juu ya uhakika wa haya makaburi na kusihi itikadi ndani yake, faliyakun dalilan ala haqiyati al-asnam, basi pia iwe ni dalili juu ya uhakika wa nini, uhaki wa masanam. Wa hadha hadamun lilislam, na huku ni kuvunja uislam, wa tashyidun li arkan al-asnam, na kutiwa nguvu zile nguzo za masanam. Yani ni hivi, anataka kusema hii ni shubha, ni dhaifu mno, haina nguvu. Ipi? Kwamba kwenye njia hii mnayotukataza kuna mafanikio, na hii njia mnayotuambia tuone tija yake. Si mtu ataambiwa dumu na adhkar, kana udhu, mwelekee Allah, anayefanya pengine hayo, lakini haoni mabadiliko. Hali ndo kwanza inazidi kuwa nzito. Allah anamtahini mja wake katika hali hiyo. Lakini yule ambaye atakayepita njia shortcut, akaenda kwa mganga akatolewa kitu katika mwili wake, au akaambiwa bwana tatizo lako lilikuwa ni hili na hili, mambo yatakuwa mepesi siku mbili tu. Lakini njia hii huku ni ndefu, ngumu. Kwa hiyo dalili yao wanasema ni mabadiliko yanayopatikana yepi, manufaa kwa yale ambayo mtu anayakusudia, au madhara kwa kile ambacho anataka kujiepusha nacho. Kwa hiyo hii ni dalili. Sasa shekhe anasema basi na hiyo ifanyeni dalili katika nini? Katika masanamu. Kadhalika al-asnam, hivyo hivyo katika masanamu, kad yudriku minha ma huwa ablahu min hadha, huenda mtu akadiriki katika hayo masanamu kile ambacho kilofika mbali zaidi ya hili. Wa huwa al-khitabu man jawfuha wal ikhbaru, nako ni kusemeshwa na yule ambaye yupo katika ile kaburi na kuhabarishwa baadhi ya yale ambayo anoyaficha mwanadamu. Fa in kana hadha dalilan, ikiwa hii sasa ni dalili ala haqiyati alqubur, juu ya uhaki wa makaburi, kwamba makaburi bwana yaabudiwe, watu waombe, waende pale na shida zao. Kwa nini? Kwa sababu fulani kaomba katika sehemu ile akapata. Ikiwa hoja ni hiyo, wasihatu li'tiqadi fiha, na usahihi wa itikadi ndani yake, basi lisiishie katika makaburi, iwe pia faliyakun dalilan ala haqiyati al-asnam, pia hii iwe ndo dalili juu ya uhaki wa masanam, iwe ni dalili juu ya haki ya masanam. Kwa sababu baadhi ya watu, nasallallahu salamata wal afia, baadhi ya watu hoja zao ni hizi, kisha somewa na mashekhi zaidi ya 4 yule, bado jambo limemkaa. Lakini huku kenda kwa mtu fulani ambaye ni mshirikina, jambo mwezi tu limeisha au wiki tu limemalizika. Kwa hiyo yeye anataka kufanya kwamba hili ni dalili juu ya kujuzu ile jambo. Hiyo sio hoja, hii ni shubha. Anna qadaa alhaja wa husud alhaja min almad'u, wanasema qadaa alhaja wa husud alhaja min almad'u min duni Allah dalil ala aljawaz, la, kwamba kukidhiwa haja mtu au kuipata haja yake
kwa yule ambaye mwenye kuwa na shida au yule ambaye anayeombwa asiyekuwa Allah kwamba ni dalili juu ya kusihi jambo hilo. La, mambo yapo katika sura hiyo, mambo hayapo katika sura hiyo. Kwa hiyo mtu kuipata haja yake sio dalili ya kufaa jambo analolifanya, kwa sababu kuna watu wanaenda kuomba katika makanisa na wanafanikiwa. Kwa hiyo tutakutambia watu wa makanisa hapo katika haki. La, si dalili katika. Huenda muda mwingine Allah anamjaribu mja wake, tukaomba muda mrefu Allah simpe katika dunia, lakini akamwekea wapi? Katika maisha akhira. Kwa Nabiiullah Allah aliumwa miaka mingapi? Zaidi ya 15, na wala haikuwa ni dalili juu ya yani uongo wa utume wake, kwa sababu kaumwa, si dalili katika hilo. Kwa hiyo mtu awe makini, inahitajika mtu awe na yakini juu ya dini aliyosimamia. Haya yanatokezea muda mwingine mtu anafanya kazi haramu, anafanya kazi benki katika mambo ya riba au katika mambo ya mabima ya ushuru, anafanya kazi haramu, akalinganiwa, akaelezwa juu ya uharamu wa kazi anayoifanya, akakubali kwamba hii kazi ni haramu, akaiacha. Huyu akiacha akawa anaitafuta kazi halali, Allah humtahini. Mtu aweza akakaa mwaka mzima mambo yake haeleweki, madeni chungu nzima, mambo ni mengi, na kule mwanzo ilikuwa ni mtiririko tu, ukoo mzima unamtazama yeye. Bibi yake anamwita bwana mheshimiwa, mume wangu, kile chajio kimeisha, kwa sababu yeye ndo mwenye thamani kwa zile pesa alizokuwa nazo. Lakini akiacha ile kazi akaja kunishika kazi ya halali, Allah anamtahini. Haina maana kule mwanzo alikuwa akimridhia, haina maana hivyo. Kuna mmoja alikuwa anafanya kazi ya kutembeza wazungu, na mwingine wazungu anataka mabia, anakwenda na wachukulia, anawapelekea vyumbani. Ningania wewe bwana vipi? Sasa wana mtihani. Sasa siku moja anadisia, anambia kaenda siku hiyo, anajua kama sasa kishajua kwamba hiyo kazi ni haramu, kaenda na wazungu wake kawapeleka mpaka wamefika basi sijui hoteli wapi, wakawanahitaji bia wale wazungu. Akaenda kuchukua crate ile ya bia, akaipeleka, mzungu katoa 10,000 kampa. Yule bwana anasema nikaelekea kwa Allah juu, nikamwambia alhamdulillah rabbi samehe, alhamdulillah shabada chajio cha wanangu, alhamdulillah shabada. Sasa hii unaifanya ndio halali. Na asema kiacha hii kazi mambo yanakuwa hayaeleweki, lakini akidumu na kazi ile kule mambo yananyoka. Sasa hii si dalili kwamba unachokifanya wewe ni cha halali, si dalili kwamba mtu akiwa na maisha magumu yupo katika batil, na si dalili kwamba mtu akiwa na maisha mazuri yupo katika haki. Maana basi mtume wa Allah yuko katika batil na makafiri yuko katika haki, si dalili wala si kigezo wala si alama ya mapenzi. Allah ni mitihani yake tu anawajaribu waje. Kwa hiyo mtu awe makini. Hizi ni hoja anazozitumia masufi. Wallahi wanasema njooni na rukia zetu za kusoma Qur'an kwenye mgonjwa tumsomee sisi na nyinyi. Sisi tukimsomea dakika 2 mgonjwa kisha tulizana, nyinyi Qur'ani yenu miezi 4 bado liko pale pale tatizo. Hii si hoja kwamba wewe upo katika haki, kwa sababu haki inapimwa kwa mizani ya kisheria, inapimwa kwa Qur'ani na Sunna. Haipimwi kwa jambo kufanikiwa kutofanikiwa. Haki ipimwe katika sura hiyo au kwa wingi. Lazima watu walifahamu jambo hili. Anasema faliyakun dalilan ala haqiyati al-asnam, basi iwe dalili juu ya uhaki wa masanamu. Wa hadha hadamu lilislam, huku ni kuvunja uislamu wa tashyidu li arkani al-asnam. Na ngapi katika watu leo wanartadi, wanaacha dini yao kwa sababu tu alikuwa na matatizo muda mrefu, hakuna Uislamu wanomshughulikia. Kwa hiyo akaona la nini mie lanipelekesha katika Uislamu, basi kenda kwa ndugu zake makafiri, anasema wakamsaidia, wakamuunga hali aliyokuwa nayo, wakampa mtaji, akawa sasa kishabatizwa, anaitwa Pasaka Sonsise sijui nani, sijui jina gumu hata kwa maji ulitamki. Yani 200,000 tunakutoa katika dini, au mwingine 2,200,000, hiyo ikuingize motoni. Anasema Sheikh rahimahullah, watahqiqu anna liiblisa wa junudihi min aljinn wal ins a'zamu al-inaya fi ihlal al-ibad. Na uhakika jamani, kulihakiki jambo kwamba kwa ibilisi na jeshi lake la majini na watu kuna ijtihada kubwa katika kuwapoteza watu.
Ibilisi anafanya jitihada ya hali ya juu. Yesu kishajijua mtu wa motoni, kwa hiyo yeye anafanya jitihada kubwa. Wala amurannahum, na nitawaamrisha, fala yubtikunna adhana al-an'am wala amurannahum fala yughayyiruna khalqa Allah. Kwa hiyo anafanya jitihada kubwa. وقد مكن الله إبليس من الدخول في الأبدان, na Allah amemwezesha Ibilisi kuingia katika viwiliwili, walwaswasa fi sudur, na kutia wasiwasi katika nyoyo, waltiqabil qalbi bi khurtumihi, na kulikuvaa moyo kwa ile khurtumi yake, yani khurtum ule mshipa wake. Ibilisi ana uwezo wa kuingia katika moyo akauvaa kwa ule mshipa wake, mshipa wa ufahamu. Wakadhalika yadkhulu ajwaf al-asnam, hivyo Ibilisi anaingia katika matumbo ya masanamu. Muda mwingine unaweza kusikia ile masanamu yanasema nimesikia bwana akasema, bwana jiwe lile, bwana jiwe. Sadata wewe rafiki yangu, au unasikia mtu profesa, unasikia mtu shukasoma na degree, mbavu tu. Kwa hiyo muda mwingine anaingia ajwaf al-asnam, kwenye matumbo ya masanamu. Wayulqi al-kalam, na hutoa maneno fi asma'il aqwam, katika usikivu wa wale watu. Anakuambia bwana akasema leo mkate wa bwana, wewe mkate utengenezwa bakery hapo. Wa mithluhu yasna'uhu fi aqaid al-quburiyyin, na mfano wake hayo anayafanya katika zile itikadi za watu wa makaburi. Mtu mwingine anakwenda kaburini kule, akasikia sauti, akasikia mshindo, akasikia kitu kisichokuwa cha kawaida, kumbe sheitan Ibilisi anamchezea na kuitikisa imani yake. Fa inna Allah ta'ala, hakika ya Allah aliyetukuka, qad adna lahu an yujliba bi khaylihi wa rajlihi, amemuidhinisha yeye kuvuta bi khaylihi, kwa mkia wake, wa rajlihi, na nyimbo zake, ala bani adam, kwa wanadamu, wa an yusharikahum fil amwali wal aulad, na ashirikiane nao katika mali na watoto, ashirikiane nao katika mali na watoto. Wa thabata fi al ahadith, na imethibiti katika hadithi, anna ash-shaytana yastariqu as-sam'a bil amri alladhi yuhdithuhu Allah, kwamba shaytani anaiba usikivu, anasikiliza wahi unasemaje, anaiba usikivu kwa ile amri ambayo, kwa ile jambo ambalo Allah atalileta katika dunia. Kwa hiyo huwa analipata moja alafu anachanganya na 99 ya uongo. Shaitani kishalisikia lile neno, fayulqihi ila al-kuhan, huenda kulieka kwa makuhani. Wa humul ladhina yukhbiruna bil mughayabati, na hawa makuhani ndio wale ambao wenye kuhabarisha mambo ya ghaibu, wakawa wanasema kuna hili na lile. Wayaziduna fima yulqihi shaitan, na huwa wao wanazidisha katika yale ambayo shaitani anawapa. Min indi anfusihim 100 kidba, kutoka katika nafsi zao kuzidisha uongo 100, zaidi ya mambo 100 ya uongo wanayazidisha kwa kile ambacho shaitani alichowapa. Kwa hiyo shaitani yupo katika kazi ya kuwapoteza waja, ndugu zangu, na njia anazotumia shetani ni mbili tu, njia ya shubha na njia ya shahwa. Na njia anayoipenda zaidi ni shubha, kuwatatiza watu. Mtu akawa anaona anafanya haki, anafanya ibada, anafanya taa, hali ya kuwa yupo katika maasi, yupo katika ghadhabu za Allah, yupo katika uovu. Na hayo ni mambo mawili, ushirikina na bid'a. Ushirikina na bid'a, ikawa mtu wake anaona anafanya wema, kumbe anafanya uovu mbele ya Allah. Akaona anafanya sunna, kumbe anafanya bid'a ya kumsingizia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Japondokea hapo katika darasa inayokuja mbele. Sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, tunaingia katika 13 ya mwezi wa Ramadhani. Siku zinakwenda katika hali ya spidi mno. Jitahidi katika kuyafanya yale ambayo aliyokusunisha mtume wako. Jitahidi katika kusoma Qur'an. Mtu apambane kabisa, apambane hasa katika haya masiku ya mwisho. Hapa ndo muda wa kupambana zaidi kuliko mwanzo, na muda huu ndo watu wamechoka zaidi kuliko mwanzo. Sasa hivi watu kama kwa Ramadhani ishaisha, wanaona sasa ni muda tu wa kutafuta nguo, kuhangaika na kufanya vitu hivyo. Kwa mtu jitahidi yani sasa hivi tumie muda wake vizuri, usome Qur'ani, hitimisha mara 2 mara 3 mara 4, fanya istighfari ka faragha na Mola wako. Jitahidi katika hilo. Hii ndiyo njia ya kuweza mtu